Kama nilivyowaambia jana ni kwamba leo mtawapa ratiba halisi ya mazishi. Mazishi yatafanyika Ijumaa. Lakini kabla ya Ijumaa tutatanguliwa na usiku unaitwa usiku wa Bosco. Mwili utalala hapa. Kutakuwa na ibada mbalimbali katika siku hiyo ya Alhamisi usiku. Na baadaye shughuli zote za mazishi zitaanza Ijumaa saa 3 asubuhi na kuendelea mpaka kuhitimisha kumzika. Kwa atazikwa sehemu gani? Atazikwa Soweto hii. Hapa nyumbani kwake. Maeneo hapa Soweto. Utaratibu kama nilivyokusha kusema, shughuli za kuaga mwili pamoja na ibada zitaanza siku ya Ijumaa saa 3 asubuhi na kuendelea. Kwa hiyo ni vizuri watu wanaopenda kuja kuaga, kutoa salamu za pole, wanaalikwa kufika. Pamoja na hiyo siku ya Alhamisi jioni. Kwa sababu mwili utalala hapa, kutakuwa pia kuna nafasi ya kutoa salamu za pole kwa wanafamilia. Sababu ya nafasi ya marehemu kwa jamii, tunatarajia watakuja viongozi wengi. Yaani kwa sasa siwezi kusema fulani na fulani watakuja, lakini najua watakuja. Kwa sababu wamefanya kazi na taasisi nyingi na nafikiri wanaheshimu mchango wake. Sisi ni watu tulianza naye biashara hapa mjini miaka hiyo ya 82 huko. Kwa hiyo sisi tukiwa tunafanya biashara stendi. Niliona naye Ijumaa na akafariki Jumapili. Tulisalimiana tu, akaniuliza habari za nyumbani, nikamwambia hatujambo. Basi akaendelea na shughuli zake. Nilimkuta ofisini kwake pale karibu na Shaunaro. Kwa kweli mimi familia naipa pole sana na naombea Mungu awabariki, awalinde, awape nguvu. Kwa kweli mzee alikuwa ni rafiki wangu mkubwa. Mzee tumeanza naye mbali sana. Kwa sababu mzee ni mtu wa jamii ambaye kila mtu alikuwa ni rafiki yake. Kwa hiyo nilikuwa kama fundi wake mkuu pia wa katika magari ya spare zake na magari hapo. Kwa hiyo nilikuwa ni rafiki mkubwa kwa kweli sana. Kwa kweli nimepata uchungu mkubwa sana kuondokewa na baba yangu. Kwa kweli hapo naweza nikasema kwamba ni mipango ya Mungu, huwezi kujua wala huwezi kulazimisha. Siku ilikuwa imefika, labda imepangwa, ndio hivyo Mungu alipoamua kumchukua kwa kweli. Mzee nimefanya naye kazi zaidi ya miaka zaidi ya 30. Zaidi ya miaka 30 niko naye muda mrefu sana. Kwa kweli alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa hana makuu na mtu. Alikuwa akinipa kazi yake nafanya kwa ufasaha, tunamaliza, tunajenga kazi zetu kawaida, basi siku ikiisha na nimefurahia kwa kweli. Nipa masikitiko, nilipata uchungu sana kwa sababu jana ndio nimepata taarifa zake. Kuna mtu alinipigia tu simu. Aliponipigia simu akaniambia mzee ameondoka, nikamwambia wewe acha kutania. Ikabidi nimpigie mtoto wake ambaye niko naye pia karibu zaidi. Ndio nikamuuliza Junior vipi? Akaniambia baba hayupo tena. Kwa kweli nilishika baridi nikashindwa. Akaniambia kuna kikao saa 10, nikashindwa hata kufika kwa kweli. Ndio nimeona sasa nifike ili niweze kutoa hata pole.